Na salamu zetu za dhati zipate kuafikieni kwa mara nyingine tena, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, na tunatumaini ya kwamba mpaka sasa bado mnaendelea vizuri, na tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu nyingine ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku, kwa yale ambayo yanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika hali yake ya kiusalama, kisiasa na hata kidiplomasia. Na kwa hapa tutaanzia na hali ya kiusalama, ambako tukianzia huko mkoani Kivu Kaskazini, ambako akiwa ziarani mjini Goma tangu Jumatatu tarehe 16 Machi mwaka huu wa 2026, Bwana Bruno Le Marquis ambaye ni mwenyekiti wa mpito wa MONUSCO nchini Kongo alitoa wito wa dharura kwa viongozi wa wahasi wa M23 AFC kuhakikisha upatikanaji salama na usio na vizuizi wa huduma kwa watu wenye uhitaji mkubwa katika mzozo wa kibinadamu unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hotuba hiyo ilitolewa baada ya mkutano na mamlaka za facto za Goma na maeneo jirani chini ya uongozi wa Corneille Nangaa, katibu mkuu wa AFC ama Alliance Fleuve Congo. Kulingana na Bruno Le Marquis, mazungumzo hayo yalilenga haswa changamoto za kibinadamu katika eneo lililokumbwa na migogoro, huku jamii ya wenyeji ikikabiliwa na madhara makubwa. Tulijadili hali ya watu walio hatarini mashariki mwa nchi na jinsi wadau wa kibinadamu wanavyoshirikiana na mamlaka za eneo hilo, alisema Bwana Bruno Le Marquis, akisisitiza umuhimu wa utoaji msaada usioegemea upande wowote na wenye lengo la dharura. Kiongozi huyo wa muda wa MONUSCO alikumbusha umuhimu wa kuhakikisha upatikanaji salama na usio na vizuizi kwa mashirika ya kibinadamu ambayo yanahudumia maelfu ya watu, ikiwa ni pamoja na wakimbizi wa ndani na wananchi waliorejea kwenye maeneo yao hivi karibuni. Tulisisitiza kwamba kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu na kuhifadhi nafasi za kibinadamu ni muhimu ili kuruhusu mashirika mengi ya Kongo na ya kimataifa kufikia wale walio katika hatari kubwa, hasa kwa msaada wa dharura, Bruno Le Marquis alisisitiza. Aliongeza kuwa msaada wa kibinadamu unapaswa kubaki usioegemea kisiasa na kuzingatia wale walio hatarini zaidi. Mazungumzo hayo pia yaligusa tathmini na kuimarisha mifumo ya uratibu iliyopo kati ya wadau wa kibinadamu na mamlaka za eneo. Ingawa mfumo wa kiutendaji tayari umewekwa, njia kadhaa za kuboresha ufanisi wa operesheni ziliibuliwa. Wakati wa ziara yake ya siku 3 katika mkoa huo wa Kivu Kaskazini, Bruno Le Marquis pia alitembelea eneo la Sake na eneo la Nyiragongo, ambapo aliona mradi kadhaa unaolenga kuimarisha ustahimilivu wa jamii za wenyeji zilizoathiriwa vibaya na hali ya usalama wa mzozo wa kibinadamu unaoendelea. Hali ya kibinadamu bado ni ya wasiwasi. Licha ya jitihada hizi, hali ya kibinadamu mashariki mwa DRC inabakia kuwa mbaya. Wito wa kudineta huyo anasisitiza changamoto zinazokabili wadau wa kibinadamu kufikia watu walio hatarini katika mazingira ambapo ukosefu wa usalama na changamoto za eneo zinaendelea kuathiri ufanisi wa msaada. Ujumbe wa Bruno Le Marquis unaweka msisitizo muhimu kwa wahasi na mamlaka za eneo juu ya umuhimu wa kulinda nafasi za kibinadamu na kuruhusu mashirika kufanya kazi kwa ufanisi ili kusaidia jamii zilizoko hatarini. Jumatano tarehe 18 Machi katika ukumbi wa bunge la taifa mjini Kinshasa, kokisi ya wabunge wa Ituri ililahani vikali mashambulizi ya kikatili yanayohusishwa na wahasi wa IDF, ikionyesha kuzorota kwa hali ya usalama kunakokuwa kumeingiza jamii za eneo hilo katika hofu na kutokuwa na uhakika. Rais wa kokisi hiyo Bwana Pichu Iribi alielezea hali ya dharura ya kibinadamu katika sehemu hiyo ya Ituri.
Kwa kipindi cha wiki moja, eneo la Mombasa limekabiliwa na mashambulizi ya vikosi hasi vya ADF NALU. Wameeneza hofu kubwa miongoni mwa jamii ya Ituri, alieleza. Alitaja matukio ya mauaji ya wazi ambapo raia wengi wameuawa na wakazi wengi kusukumwa kuondoka vijijini mwao wakizunguka bila msaada wala ulinzi, na hii inahitaji hatua za pamoja za kudhibiti mzunguko huu wa vurugu. Bwana huyu alisema tena ya kwamba wanashiriki maumivu ya jamii zilizoathirika, lakini pia wanaomba vikosi vyao vya kijeshi ama FARDC kuchukua hatua zote muhimu ili kurekebisha hali ya usalama. Pichu Iribi akikumbusha jukumu muhimu la FARDC katika eneo hili nyeti. Zaidi ya kauli za uchunguzi, wabunge hao wameainisha mpango wa hatua zilizopangwa. Ajenda ya kupiga debe masuala ya usalama imetengenezwa, ikijumuisha mikutano kadhaa na mamlaka za kisiasa na kijeshi kwa lengo la kupata majibu ya haraka na yenye ufanisi. Miongoni mwa viongozi wanaolengwa ni makamu wa waziri mkuu anayehusika na ulinzi, mkuu wa majeshi wa FARDC pamoja na maafisa wengine wa ngazi za juu na mamlaka za usalama za eneo. Lengo ni kuimarisha hali ya usalama na kuimarisha utulivu katika eneo la Mombasa. Jamii inasubiri hatua za haraka. Hali ya mashambulizi ambayo inaendelea katika eneo hilo, wabunge wanahitaji kuwaweka wakazi kwa amani, wakiahidi kufuatilia kwa karibu mabadiliko ya hali na kuendelea kushinikiza mamlaka husika. Hata hivyo, wakazi wanaendelea kuishi kwa hofu, wakitegemea hatua za haraka ili kumaliza ukatili na kurejesha amani katika eneo hilo lililoharibiwa mashariki mwa DRC. Hali ya Mombasa inaonyesha tena changamoto endelevu zinazokabili Ituri, ambapo usalama bado ni dhaifu na mahitaji ya kibinadamu yanaendelea kuongezeka. Na tukisalia huko mjini Kinshasa, bunge la Seneti la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linajiandaa kuchunguza swala nyeti linalomhusu Modeste Bahati Lukwebo, makamu wa pili wa rais wa Seneti. Wakiwa wamekutana katika kikao cha jumla Jumatano hii tarehe 18 Machi mwaka huu, maseneta wanatarajiwa kupitisha uundaji wa tume maalum itakayochunguza ombi ama petition lililowasilishwa dhidi yake. Kwa mujibu wa taratibu za kibunge, tume hiyo itakuwa na jukumu la kutathmini uhalali wa ombi hilo pamoja na msingi wa tuhuma zilizomo, ambazo hadi sasa hazijawekwa wazi kwa kina hadharani. Hatua hii inachukuliwa kuwa muhimu, kwani inaweza kufungua njia ya kusikilizwa kwa wahusika na hatimaye kutoa pendekezo yanayoweza kugusa uwajibikaji wa kisiasa wa mhusika. Hatua hii inakuja katika mazingira ya kisiasa yenye mvutano mkubwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yanayoambatana na migogoro ya ndani katika taasisi za serikali pamoja na mapambano ya ushawishi. Baadhi ya wachambuzi wanaona kuwa hatima ya mchakato huu inaweza kutegemea kwa kiasi fulani uamuzi wa rais wa Jamhuri Felix Tshisekedi, ambaye msimamo wake unaweza kuathiri mwelekeo wa swala hili, hasa kuhusu kuendelea au kutengwa kwa Bahati Lukwebo ndani ya muungano wa Union Sacrée de la Nation. Wakati huo chama cha Alliance des Forces Démocratiques du Congo AFDC kinachoongozwa na Bahati Lukwebo kinalaani kile kinachokiita kampeni ya kumwandama kwa njia mbalimbali dhidi ya kiongozi wake. Katika taarifa iliyotiwa sahini na katibu mkuu wa chama hicho Malongo Bilamba Girishar, inazungumzia shinikizo linalodaiwa kuwekwa kwa wabunge na viongozi wa chama, marekebisho ya kodi yanayodaiwa kuwa si halali, pamoja na njama za kukivuruga chama kutoka ndani. Taarifa hiyo pia inataja madai ya kutengenezwa kwa kesi za kisheria kwa lengo la kumhusisha Bahati Lukwebo na kile kinachodaiwa kuwa ushirikiano na wahasi wa AFC M23. Hata hivyo, FDC inakanusha vikali tuhuma hizo, ikisisitiza kuwa kiongozi wao ni miongoni mwa watu walioathiriwa moja kwa moja na vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi. Katika muktadha huu, kazi za tume maalum zinatarajiwa kufuatiliwa kwa karibu na wanasiasa pamoja na umma, huku swala hili likionekana kuwa na athari pana zinazozidi mipaka ya kawaida ya shughuli za kibunge.
Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kukomesha awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kuridima katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tunakuomba uzidi kuambatana nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi kwa habari moto kutoka kwetu. Basi tukutane kwa majaliwa, tunawashukuruni.